Watu wa Bungoma, Mheshimiwa Rais, wameamua wale ambao wanapingana na wewe, wale ambao wanatafuta kiti yako ya urais, hiyo kiti ya urais mwaka ujao ni ya William Ruto, au wakitaka ufalme watafute ufalme ya mbinguni. Nyenye watu ya Mount Elgon, kabla nifike hapa, kuna watu waliniambia ati nyenye siku hizi mmehama kwangu, ati mmeenda kwa mtalii ule ambaye ametoka Nairobi. Bado muko na mimi ama mmehama? Muko na mimi? Hii kiti ya gavana mimi natosha ama sitoshi? Wale ambao wananidharau ati niko na kilo kidogo, tutawatembeza asubuhi na mapema. Hawa watu waende wasiende? Watembee wasitembee? Nione kusema ile watu watembee, watembee, kwa sababu Mheshimiwa Rais, sehemu hii ya Bungoma hapa Cheptais ikiwemo, wamama ndio wanaendesha uchumi ya sehemu hii. Wamama ndio wenye kupanga na kufanya biashara ya kulisha familia yao. Boma hata mzee akiwa mlevi, mama akuwe sawa sawa, watoto watasoma. Ukichukua shilingi 1000 uambie mzee aende kinyozi, mzee ataenda kinyozi, kwanza ile yenye wanamnyoa wakimmassage kwa kichwa. Lakini ukipatia mama aende salon, akijua nyumbani hakuna chakula, anavaa kitambaa, anaficha nywele, ananunua chakula, watoto wanakula. Kuwekea kina mama hawa soko, Mheshimiwa Rais, it is going to open the economy of this area. Mount Elgon is one of the constituencies in Kenya mahali hakuna bank. Kwa hivyo kuweka soko hapa na ile ya Kipsigon, it will open this area, banks will come in, the economy will grow and the people of this area will prosper, Excellency. Mheshimiwa, mimi nakuomba kuongezea yenye Mheshimiwa Fred Kapondi amesema. Wananchi hawa wa Cheptais na Mount Elgon zamani walikuwa wanajulikana kwa vita ya kupigana, lakini saa hii hao ndio werevu wenye kupenda masomo. Kwa heshima ya sehemu hii, Mheshimiwa Rais, Mount Elgon peke yake ndio haina national school katika Jamhuri ya Kenya. Mimi naomba Mheshimiwa Rais, ile shule ya Cheptais High School na ile ya Kamsokoni High School uipandishe cheo ikuwe national school, ndio sehemu hii pia kuwe na kazi ya kusoma kwenda mbele.